这是一个关于旅行的故事。道路无法抵达的地方，我们一同乘风而行。Katika kina kirefu cha dunia ambako nuru haijawahi kufika, palikuwepo ufalme wa kale usio na mwisho, himaya ya giza, ambapo muda hausogei na maisha hayana maana zaidi ya utumwa na mateso. Hii ndiyo ilikuwa makao ya viumbe wa kale waliotengwa na mwanga, majini, mapepo na roho zilizopotea. Katika kitovu cha himaya hii, ndani ya ukumbi mkubwa uliotengenezwa kwa mawe yanayotoa moshi, aliketi kiumbe mmoja wa kutisha kuliko wote. Alijulikana kwa majina mengi katika tamaduni mbalimbali, lakini katika ulimwengu wa giza, alifahamika kama Malgort. Malgort hakuwa mfalme tu wa kuzimu, bali alikuwa mlezi wa giza la milele. Alitawanya hofu kwa viumbe wake wote. Alikuwa na ndoto ya kupanua mipaka ya utawala wake hadi ulimwengu wa wanadamu. Dunia ilikuwa ikiteleza kwenye uovu na tamaa. Watu walikuwa wakizidi kuwa dhaifu kiroho. Na Malgort aliona fursa ya kuchukua roho zao, si tu kwa ajili ya kuziadhibu, bali kwa ajili ya kuwabadilisha kuwa wapiganaji wa giza. Lakini hakuweza kufanya hivyo moja kwa moja. Alihitaji jini, mmoja wa watoto wake, ambaye angeweza kuvuka mipaka ya dunia ya juu na ya chini, na ambaye angeweza kuvaa ngozi ya mwanadamu. Alimwita Rosie. Rosie alikuwa tofauti na majini wengine. Alikuwa ameumbwa kwa moto wa fedha, moto uliotokana na damu ya mwanadamu aliyejitoa kwa hiari kwa giza. Moto huo ulimfanya awe na mvuto wa kipekee. Wote waliomtazama walihisi kitu kisichofafanulika, mvuto usio wa kawaida, wenye kupumbaza akili na kuchochea tamaa ya siri ndani ya moyo wa mwanadamu. Alipotokea mbele ya Malgort, ukumbi wote ulitulia. Hatua zake hazikutoa sauti, lakini kila alikopitia anga lilitetemeka kwa hofu. Akapiga magoti mbele ya mkuu wake. Umekuwa kimya kwa muda mrefu, mkuu wangu, Rosie alisema kwa sauti nyororo lakini yenye nguvu, kama upepo wa usiku unaovuma kwenye jangwa. Malgort alinyanyua mkono mmoja uliokuwa na kucha ndefu kama visu. Wakati umefika, alisema. Dunia ipo tayari. Wanadamu wampotea. Tamaa imejaa mioyoni mwao. Huzuni imewazidi. Hofu ni chakula chao. Nenda Rosie. Nenda kwenye ardhi ya baridi, Uingereza. Uingie katika jamii yao. Vuta roho 1000. Kila roho ni jiwe la kujenga ngome yangu. Lakini zaidi ya hapo, akasita, akamtazama jini wake kwa macho ya kutisha. Ukifanikiwa kuwageuza 100 kuwa majini, waliolaani nuru kwa hiari yao, nitakufanya malkia wa giza. Utaingia katika historia ya milele. Rosie hakusema neno. Alinyanyuka, akageuka, na akapotea ndani ya kivuli, akiacha himaya ya kuzimu nyuma, akisafiri kwa njia za moshi hadi dunia ya juu. Uingereza ilikuwa ya baridi kama alivyoelezwa, na ya kijivu kama maelezo ya kuzimu yalivyoeleza. Majengo marefu, taa nyingi, lakini mioyo ya watu ilikuwa mitupu. Rosie aliingia katika mwili wa mwanadamu mrembo, mwanamke wa kisasa, mwenye nywele nyeusi zilizotiririka mgongoni kama usiku wa manane, macho mekundu yaliyokuwa kama moto wa mbali, na ngozi iliyong'aa kama shaba ya kale. Alianza kazi yake katika mtaa wa Soho, mahali pa starehe, pombe, muziki na tamaa. Humo aliingia vilabu vya usiku, akijifanya ni mgeni kutoka nchi nyingine, akijichanganya na wanadamu. Wanaume walimfuata kama nzi wa damu. Mwanamume yeyote aliyejaribu kuwa karibu naye alijihisi amepotea katika ndoto, lakini alipomgusa tu, mwanga wa uhai wake ulizimwa, na roho yake ilitoweka bila kilio. Aliwaacha wakipatikana asubuhi wakiwa hawana pumzi, lakini wakiwa hawana hata jeraha. Kwa siku 7 tu, Rosie alikuwa amechukua roho 20. Alikuwa mwepesi, mjanja na hajawahi kushindwa.
Kila usiku alirudi chumba chake cha hoteli ya kifahari, akitazama orodha ya waliopotea na kuliwazika kwa nguvu za kuzimu. Lakini siku ya 8 kila kitu kilibadilika. Siku hiyo kulikuwa na baridi kali, mvua ilionyesha kwa wima, na anga lililokosa mvua lilijaa ukungu mzito. Rosie aliingia kwenye duka dogo la kahawa karibu na chuo kikuu cha London, si kwa sababu alihitaji kahawa, bali kwa sababu alihisi mvuto wa kiroho mahali hapo, kitu kisicho cha kawaida. Ndani ya duka hilo aliketi kijana mmoja aliyekuwa akitazama nje kupitia dirisha, akinywa kahawa yake polepole huku akiwa amevaa koti la mvua. Alikuwa mpweke, lakini uso wake haukuwa na huzuni kama wengine. Kulikuwa na nuru ndogo katika macho yake, mvuto wa aina nyingine. Rosie alikaa kwenye meza karibu naye, akijaribu kutumia mvuto wake wa kawaida. Lakini kijana huyo hakumtazama mara ya kwanza, wala hakutikisika. Alipoangalia kwa mara ya pili, alitabasamu kwa upole. "Umenasa jicho langu, lakini si kwa sababu ya sura yako," alisema kwa sauti laini, yenye umakini. "Ni kwa sababu macho yako yana huzuni niliyozoea kuiona kwangu." Rosie hakujibu. Ilikuwa mara ya kwanza kwa mwanadamu kusema jambo la kweli bila kusukumwa na mvuto wake wa giza. "Alimsajalia. Jina langu ni Rosie," alisema kwa sauti ya kawaida kabisa. "Mimi ni Alfred," kijana alijibu. Kuanzia siku hiyo, kila kitu kilianza kubadilika. Rosie alirudi katika duka hilo siku inayofuata, na Alfred pia alikuwa pale. Walikunywa kahawa pamoja, walizungumza kuhusu maisha, kuhusu falsafa, kuhusu hisia, kuhusu historia. Alfred alikuwa mwanafunzi wa falsafa na fasihi, kijana mwenye akili nyingi lakini aliyekuwa akiumizwa na upweke wa ndani ambao hakuweza kuelezea. Rosie alijikuta akicheka. Mara ya kwanza tangu ameumbwa, alihisi kitu ambacho hakijawahi kuwapo ndani yake, hisi ya kutokuwa na nguvu. Kila siku aliyokutana na Alfred, alisahau majukumu yake. Alisahau roho, alisahau kuzimu. Na alipogundua hilo, ilikuwa tayari ameanguka. Alfred alimwalika nyumbani kwake baada ya wiki 2. Nyumba ndogo ya sakafu ya mbao yenye vitabu kila kona. Waliketi usiku kucha wakisoma pamoja, wakicheka, wakitazama mvua ikinyesha dirishani. Na wakati fulani, kwa kawaida kabisa, walikumbatiana. Na Rosie alilia. Alilia kweli, machozi ya moto yaliyogusa shavu la Alfred na kumfanya atetemeke. "Kwa nini unalia Alfred?" aliuliza. "Sijui," Rosie alijibu kwa kweli. "Labda kwa sababu sijawahi kuwa hivi kabla." Alfred hakutaka kujua zaidi. Hakuchimba, hakulazimisha. Alikumbatia tu. Na siku iliyofuata, Rosie alijua alichotakiwa kuchagua. Hakurudi tena kuwinda roho. Alianza kufuta alama alizoweka. Alitembea mji mzima akijaribu kurudisha mwanga aliouondoa. Lakini Margot alikuwa anaona yote. "Anaye hakuridhika." Aliamka kutoka kiti chake cha giza, akafungua lango la kuzimu, na kwa mara ya kwanza baada ya karne nyingi, akajiandaa kufika dunia ya juu mwenyewe, kuchukua jini wake aliyemsaliti.